الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusia pamoja na kuijumuisha nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Innama alfaizuna fi dunya wal akhirah humul ladhina tahallaw bilibasi taqwa, kwani waliofaulu katika ulimwengu na wenye kufaulu mbele Allah tabaraka wa taala ni wale waliojipamba na vazi la kumcha. Hivyo nawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnas, ayuha almu'minuna hurras alaqida, ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika awail shahri almuharram, tupo mwanzoni mwa mwezi wa Muharram, mwezi ambao ndani yake kuna matukio yaliyotokea katika historia ya Uislamu. Na leo biidhnillahi ta'ala, katika muda mchache tuliokuwa nao, tutaizungumzia hasatan yaumu Ashura, siku ya 10 ya huu mwezi wa Muharram, kwani hii siku imekuwa na matukio ambayo leo hii tunaweza tukashuhudia baadhi ya mambo yakifanywa na watu ambao tunawaona mbele za macho yetu ni Waislamu, wakiwa wanatoka kwenye siku hii ya Ashura, wakitembea katika mabarabara maa malabisi sauda, wakiwa wamevaa mavazi meusi, wakijipiga kwenye vifua vyao kwa uchungu sana, kuomboleza kifo au mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Nataka kuzungumzia kwa ufupi sana juu ya matukio haya. Ndugu zangu katika imani,
Ilipofikia mwaka wa 40 Hijiria, mwaka wa 40 Hijiria, huu ndio mwaka ambao ustushhida Ali bin Abi Talib, ndio mwaka ambao aliuawa Ali bin Abi Talib katika mji wa Kufa kule Iraki, ikiwa ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akashambuliwa Ali bin Abi Talib wa huwa fil masjid, akiwa msikitini, akauguza majeraha yake yaliyompelekea katika mauti. Baada ya kufariki kwa Ali bin Abi Talib, ahlul Kufa fil Iraqi bay'u ibnahu al-Hasan, wakamchagua mwanawe Hasan ibn Ali bin Abi Talib liyakuna khalifata almuslimina, aweze kuwa kiongozi wa Waislamu. Mwaka wa 40 Hijiria, Hasan bin Ali akauchukua utawala wa kuiongoza dola ya Kiislamu. Lakini kipindi hiki awdha'u siyasiya lam takun mutahayyi'a wa mustaqirra, hali ya kisiasa ilikuwa bado haijatuama, haijatulia. Kulikuwa na vuguvugu zito sana lililotokana na sababu ya kuuawa kwa khalifa watatu Uthman ibn Affan, aliyekuja kuzingirwa nyumbani kwake katika mji wa Madinatul Munawwara allati kanat markaz ad-dawlati al-islamiyya. Walitoka watu wakaja wakamzingira Uthman bin Affan nyumbani kwake. Mwisho wa yote wakaingia ndani ya nyumba na kumuua Uthman. Baada ya mauaji ya Uthman, ukhalifa ukachukuliwa na Ali bin Abi Talib. Wakazuka watu wakitaka kulipizwa kwa kisasi juu ya wale waliomuua Uthman. Miongoni mwa watu waliosimamia jambo hili alikuwa ni Muawiya bin Abi Sufyan, kwamba lazima waliofanya mauaji ya Uthman walipizwe kisasi. Ali akasema naam, hata mimi naunga mkono jambo hilo, lakini hali ya kisiasa kwa sasa bado haijatulia. Tunaweza tukasababisha machafuko makubwa. Tufanye subra na uvumilivu. Waislamu watakapokuwa wametulia na jambo la kisiasa limetulia kipindi hiki, watasakwa mmoja baada ya mwingine walipiziwe kisasi. Lakini hali hii ilikuwa bado inaonekana si ya kuridhisha, kwamba yaonekana kama Ali huenda asitekeleze. Sasa amekuja kuuawa Ali bin Abi Talib, utawala unachukuliwa na mwanawe. Waislamu pale Kufa wanamchagua Hasan bin Ali kuongoza utawala wa Kiislamu. Muawiya bin Abi Sufyan wakati huo yuko Dimashqi, Suria. Yeye matilaba yake makubwa ni kulipizwa kwa kisasi. Hasan bin Ali ana msimamo kama ule wa baba yake, kwamba bado tusubirieni kwanza hali itulie. Muawiya ana watu wanaomuunga mkono katika msimamo wake, na huku Kufa watu nao wanamuunga mkono mtawala katika msimamo aliyokuwa nao. Almuhimu ikawa hali ya kisiasa haijatulia, kuna mvutano kati ya pande hizi. Ilipofikia mwaka wa 41, Hasan bin Ali akafanya maamuzi ya kiume, maamuzi ya kishujaa sana. Yani mwaka mmoja tu baada ya kutawalishwa, kutoka mwaka wa 40 mpaka mwaka wa 41, mwaka mmoja tu Hasan anachukua maamuzi ya kiume lihikmi dima'il muslimina, kwa ajili ya kulinda damu za Waislamu wasije wakauana wao kwa vitu vidogo, kwa kitu ambacho wanaafikiana isipokuwa wanatofautiana katika njia ya kukiendea.
Hassan anachukua maamuzi ya kujishusha na kujiuzulu katika utawala. Utawala unachukuliwa na Muawiya bin Abi Sufyan katika mji wa Dimashqi. Muawiya bin Abi Sufyan anaiongoza daulat al-Islami kwa muda wa miaka 19 na miezi mitatu, kuanzia mwaka wa 41 mpaka mwaka wa 60, uongozi ukiwa uko chini sasa ya Muawiya bin Abi Sufyan. Anakuja kufariki Muawiya bin Abi Sufyan, uongozi wa dola ya Kiislamu wachukuliwa na mwanawe Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan. Wa huna, na hapa sasa Hussein ambaye ni mdogo wake Al-Hasan akataa kumfanyia bai'a Yazid bin Muawiya ambaye ni mtoto wa mtawala aliyepita Muawiya bin Abi Sufyan. Hasan bin Ali kisha fariki, aliyopo ni Hussein. Hussein agoma kufanya bai'a ya kumuunga mkono Yazid bin Muawiya. Alikuwa na hoja zake. Hoja ya kwanza, alihisi kama vile ni nidhamu taurithi, ni nidhamu ya kurithishana utawala, kwamba kafa baba ampa mwana, hali ya kuwa nidhamu ya Kiislamu ni kufanya bai'a, achaguliwe mtawala na waumini. Lakini kwa Yazidi ilionekana baba Muawiya alimteua mwanawe kwa ajili ya uongozi kabla hajafariki. Kwa hiyo Hasan akasema hapana, siwezi kumfanyia bai'a Yazid bin Muawiya. Baada ya hapa, kwenye mji wa Kufa Iraki, wakati huu Hussein bin Ali bin Abi Talib yupo katika mji wa Madinatul Munawwara, ndipo alipokuwa akiishi. Na hata kaka yake Hasan bin Ali alitoka kule Kufa akaenda zake Madina, akaishi pale mpaka akafariki. Hasani kafariki, yupo Husaini katika mji wa Madina. Husaini baada ya tukio hili la kutawalishwa Yazidi na yeye kugoma kumfanyia bai'a, zinamjia risala, ujumbe kutoka Kufa, kule ambako ndio baba yake aliuawa. Unakuja ujumbe kwa Husaini kwamba njoo, toka huko Madina, njoo huku Iraki, sisi tutakupa utawala, tutakuunga mkono wewe. Wewe ndio unayefaa kuongoza, na sio huyu kijana. Kijana nani? Yazidi, ambaye wakati huo Yazidi historia inasema alikuwa na miaka 34 mpaka 35. Aambiwa Husaini, njoo huku kwenye mji wa Kufa, sisi tutakufanyia bai'a uwe khalifa. Kutokana na msimamo wake wa kumpinga yule na ujumbe mbalimbali uliokuwa ukimjia, Husaini radhiallahu anhu aliondoka katika mji wa Madina akaelekea zake katika mji wa Makka. Kufika katika mji wa Makka, pale fa makatha shuhuran, akakaa baadhi ya miezi kwenye mji wa Makka. Bado risala zinamjia kutoka Kufa Iraki, zamjia, bwana njoo, sisi tutakufanyia bai'a. Akaondoka sasa Hussein kutoka Makka kuelekea Iraki, kutokana na ahadi za watu wa Kufa kwamba njoo, tutakuunga mkono katika ukhalifa. Anta al-ahaq, wewe ndiye unayestahiki. Abdullah bin Abbas pamoja na Abdullah bin Umar walimnasihi Husaini, usiende. Hali ya hewa na hali ya
kisiasa Iraki bado haijatulia, lolote linaweza kutokea, usiende. Wakampa nasaha sana, lakini Husaini radhiallahu anhu aliendelea katika maoni yake na kuanza msafara yeye na baadhi ya watu. Aondoka Maka, aenda zake Iraki, aenda Kufa. Huo ni mwaka sasa wa 61 Hijria. Fika njiani, akutana na jeshi la mtawala aliyepelekwa katika nchi ya Iraki kuisimamia, Ubaidillah bin Ziyad. Mtawala wali ni kama vile mfano mkuu wa mkoa aliyetolewa na dola iliyopo kupelekwa kwenda kusimamia kule maeneo ya Iraki. Washapata habari kwamba Husaini anakuja na kuna watu wamemuahidi kumuunga mkono. Afika katikati, akutana na jeshi. Jeshi lile la mzuia, usiingie mjini, rudi ulikotoka. Tayari kwenye nchi ya Iraki kuna wengine washajigawa pande. Huku na huku, tarehe na historia inasema Husaini alitoa maoni tofauti pale kuepuka mgogoro, lakini mwisho wa yote vilizuka vita. Ikawa ni mapambano kati ya watu wa Husaini pamoja na lile jeshi alilokutana nalo njiani. Mwisho wa yote anauawa Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Yanatokea mauaji ambayo yalikuwa ni mabaya sana katika historia ya Uislamu. Na alifariki yeye, aliuawa yeye pamoja na katika alu baiti nabii sallallahu alayhi wasallam, wengine ndugu zake wengi walifariki hapa. Likawa ni pigo katika Uislamu, likawa ni tukio baya mno ambalo limebaki katika maumivu ya Waislamu kwenye historia. Lakini ndugu zangu katika imani, msimamo wa Uislamu katika matukio yaliyofanywa na wema waliopita, wala siyama as-sahaba, hatutakiwi sisi kuwakufurisha baadhi yao tukasema hawa walikuwa ni makafiri kwa sababu wamewaua hawa. Mawqifu ya ahlu sunnati wal jamaa, ahlu sunnati wal jamaa yuhibbu ahla albayt wa yuhibbuna alhusaina. Ahlu sunna wanawapenda ali baiti nabii sallallahu alayhi wasallam, na wanampenda Husaini vile vile kama wanavyompenda Hasan kaka yake, kama wanavyompenda Ali bin Abi Talib baba yao. Bali kuuawa kwa Husain, ahlu sunna wanakuitakidi kuwa ni dhulman adhima wa jarimatan kabira, ilikuwa ni dhulma kubwa waliofanyiwa. Kweli aliuawa kidhulma, hatukatai, na ni kosa kubwa lililofanywa na Waislamu wenzao, Waislamu wenzetu wa kipindi hicho, ni kosa. Lakini ahlu sunna wanawarehemu masahaba wote tunasema radhiyallahu ta'ala anhum, na wanajizuia kuyataja kwa ubaya, kwa kuwakufurisha wale waliofanya baadhi ya matukio ambayo hayakuwa mazuri katika Uislamu. Walikuwa ni binadamu masahaba, wakikosea kama tunavyokosea sisi, lakini hatuna haki ya kusema hawa walikuwa ni makafiri kwa kuwaua hawa. Ndio kaida maarufu katika ahli sunna inasema, majara baina sahabati nasfut, yale yaliyojiri kati ya masahaba sisi tunatakiwa kunyamaza. Hii ndiyo itikadi sahihi ya ahli sunnati wal jamaa. Aqulu lakum
qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayuhan nas, usikum mujaddadan wa usi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla fa innahu qad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika iman, na wahusia kwa mara ya pili pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hakika waliofaulu mbele ya Allah ni wale waliojipamba na vazi la kumcha. Tumeizungumzia kwa ufupi sana historia ya kuuawa kwa Hussein bin Ali bin Abi Talib, ambapo sababu kubwa zilikuwa ni sababu za kisiasa, hasa baada ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu kuonekana kuwa kamtawalisha mwanawe Yazidi katika mfumo ambao haukuwa sawa sawa. Kwa hiyo Hussein akaona hapana, kwa nini hazikufuatwa taratibu za kawaida zinazotumiwa katika Uislamu? Akapinga bai'a hiyo, lakini ikawa zinamjia Hussein ujumbe mbalimbali kutoka maeneo ya Iraki, hasa katika mji wa Kufa, wakimtaka aende kwa ajili ya kwenda kumfanyia bai'a na yeye awe ndiye kiongozi. Lakini lilasafi shadid, masikitiko makubwa, baada ya kutoka Hussein katika mji wa Makka na kuelekea Iraki mpaka anafika maeneo ya katikati, anakumbana na jeshi kubwa ambalo hakuwa na uwezo wa kukabiliana nalo. Mwisho wa yote vyatokea vita na hatimaye kuuawa al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu akiwa na umri wa takriban miaka 56 mpaka 57. Ni tukio baya kwa hakika ambalo lilitokea katika Uislamu, lakini msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa ni kuwarehemu masahaba wote kwa ujumla na kuwapenda ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wasallama. Lakini vile vile itikadi ya Ahlus Sunna ni kwamba yale yaliyojiri na kutokea kati ya masahaba tunatakiwa kuyanyamaza, hatutakiwi kutoa hukumu yoyote juu ya mwingine. Huu ndio msimamo wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Leo hii ni jambo la hatari na la kukera, wakatokea watu mimman yad'una bil Islam, katika wale wanaodai kuwa ni Waislamu, wakapita kwenye mabarabara na kuomboleza mauti haya kwa kujipiga kwenye vifua. Bali hutokea katika baadhi ya nchi hatua ya kujikata miili yao kwa visu, wakilia kwa nini Hussein kauawa, na hawa waliomuua ni makafiri. Wakajipiga visu kwenye miili yao, wakajipiga makofi, wakajichana, kitu ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakikemea sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laisa minna man laqama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya. Mtume anasema si katika sisi, laisa minna, si miongoni mwetu, man laqama al-hududa, yule mwenye kujipiga mashavu kwa ajili ya kupatwa na msiba, wa shaqqa al-juyuba, akafikia hatua mpaka kukwanyua nguo zake kwamba mtu wangu mimi kauawa, mtu wangu mimi kafa. Akafikia hatua mtu akawa ajipiga makofi na kuchana nguo zake, wadaa bid'wa al-jahiliya, na akalingania wito wa kijahili. Mfano, kumkufurisha huyu na kumfanya huyu ndiye mwenye haki zaidi na huyu ni kafiri. Hii ni da'wa al-jahiliya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laisa minna, wenye kufanya hivyo si miongoni mwetu. Tunawaona huko wakipita siku ya Ashura, wakitembea mabarabarani, na Waislamu kutokutambua itikadi yetu ya sawasawa ni hipi, wamal farqu bainana wa bainahum,
Na ni ipi tofauti kati yetu sisi na wale wawakuta Waislamu nao waingia kwenye mkumbo, wakasema tunaomboleza bwana kifo cha Hussein. Siku hii kauawa Hussein, na sisi tupo kwenye maombolezo makubwa. Hatutakiwi kuvaa mavazi meupe, tunatakiwa tuvae mavazi meusi, tuomboleze, tujipige kuonesha uchungu. Waislamu nao waingia kwenye mkumbo huu. Kuto kutambua itikadi zetu ni mtihani. Natakiwa tutafahamu ndugu zangu katika imani itikadi zetu, tuweze kujua tofauti yetu na wale wasiokuwa miongoni mwetu. Kuna itikadi za ajabu ajabu wanazo wale mabwana, lau kama mtazisikia mwaweza kushika midomo. Wanawakufurisha masahaba, wanamkufurisha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahaba bora kabisa, bali ni afdalun nasi baada an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Wanamkufurisha Abu Bakar wakisema Abu Bakari ni dhalimu. Huyu Abu Bakari ambaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila walau kuntu muttakhidhan min ummati khalila latakhadhtu Aba Bakarin khalila. Mtume anasema hakika Allah amenifanya mimi kuwa kipenzi chake cha karibu sana, kama alivyomfanya Ibrahimu kuwa ni khalili, kipenzi chake cha karibu. Na lau kama mimi Muhammad ningelijichagulia katika umma wangu wa kumfanya khalili mwandani, la takhadtu Aba Bakari, ningemfanya Abu Bakari kuwa ndiye mwandani wangu. Wanakuja jamaa zetu wanamkufurisha, wasema ni kafiri. Umar bin al-Khattab wanamkufurisha vile vile, wanasema huyu ni dhalimu mkubwa, jambazi. Masahaba makubwa wanawaita majambazi na makafiri, bali wanaitakidi huyo al-Mahdi al-Muntadhar wanayemsubiri aliyeenda kujificha huko, kwamba siku atakapokuja miongoni mwa mambo ya mwanzo atakayoyafanya annahu sayahshuru Aba Bakarin wa Umar, atakuja amfufue Abu Bakari na Umar, alafu awapige kipigo kizito mpaka awaue. Thumma yahshuruhum, kisha atawafufua tena, yab'athuhum, atawafufua, wayadhribuhum hatta almaut, atawapiga mpaka wafe. Kila yawmin 1000 marra, kila siku atakuwa anafanya hivyo mara 1000. Yani huyo Mahdi akija, kazi ya kwanza ni kumfufua Abu Bakari na Umari na kuwatembezea kipigo mpaka wafe, alafu awafufua tena awapige mpaka wafe, awafufua awapige tena mpaka wafe, kila siku mara 1000, mpaka siku akija akichoka sasa, fayamuru an-nara fatakhruju min al-ardi, atauamrisha moto utoke kwenye ardhi. Wakati huo kishamfunga Abu Bakari na Umari kwenye mti shajara kawasulubu, kisha auamrishe moto fataharikuhuma wa shajara maa, uende ukawachome wao pamoja na mti wao. Kisha lichukuliwe jivu lao lipelekwe fil yammi nasfa, kwenye bahari ya kina likatawanywe, kuonesha kwamba ni watu wabaya sana. Hawa ndio tunawaona ni wenzetu, kwa ajili ya tambi na michele mwezi wa Ramadhani, kwa ajili ya ngano, chapati kutoe kwenye dini yako, maharage ya kutoe kwenye Uislamu, uende ukaitakidi kufuru sahaba. Ndugu zangu, tusome itikadi yetu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, tujue tofauti yetu sisi na hawa watu. Ni kweli hata sisi hatufurahi na wala hatukufurahi mauaji ya Husaini, na tunaitakidi ilikuwa ni dhulma, lakini ndio tufanye kama wafanyavyo? Siku hii ya Ashura, ndugu zangu katika imani, ina tukio jingine ambalo lilitokea, na tukio hilo ndiyo siku ambayo Allah tabaraka wa taala alimuokoa nabii Musa alayhi salam, alimuokoa nabii wake Musa kutoka katika mikono ya Firauna.
Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma hajara min Makkah ila al-Madinati fawajada al-yahuda yasumuna hadha al-yawm. Alipohama Mtume kutoka kwenye mji wa Makka kuelekea Madina, alipofika kwenye mji wa Madina aliwakuta Mayahudi wakiifunga siku ya Ashura, siku ya 10 ya mfungo 4. Akawauliza an siyamihi, kuhusiana na hii funga yao. Wakamwambia ndiyo siku ambayo Allah alimuokoa Nabii Musa kutoka kwa Firauna. Kwa hiyo sisi tunaifunga ta'dhiman lihadha, kutukuza hili jambo ambalo Allah tabaraka wa taala alimfanyia Musa. Mtume akasema fanahnu ahqqu bi Musa minkum, tumewaambia sisi tuna haki zaidi ya Musa kuliko nyinyi. Mtume akawa anaifunga na akawaamrisha masahaba kuifunga, na ndiyo saumu ya kwanza iliyofaradhishwa katika Uislamu, ndiyo funga ya kwanza iliyofaradhishwa katika Uislamu. Lakini ilipokuja sasa funga ya Ramadhan, ufaradhi wa funga ya Ashura ukaondoshwa, ikabakia kuwa ni sunna katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa kuifunga na sio kuzunguka mitaani na mabendera na mafulana meusi. Ni siku ambayo tutatakiwa tufunge, na ilivyokuwa mustahaba, ndugu zangu katika imani, kwa kufuata mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ni kufunga siku kabla na siku yenyewe, ili kuwakhalifu Mayahudi. Mayahudi wao wanaifunga ile siku moja tu, sisi tunatakiwa tufunge 2, kwa maana siku moja kabla na siku yenyewe ya Ashura. Haya ndiyo yaliyothibiti ndugu zangu katika imani, na ndiyo Uislamu unavyotufunza. Allah atujalie kila la kheri na tuepushe na kila la shari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.